Vodacom wiki hii ndo ametoa 2025 preliminary results. Na mwaka wa Vodacom unaisha tarehe 31 March. Ila kwenye ripoti yake huwa anaita ni ripoti ya 2025 results. Lakini ni kuanzia April 1st mwaka jana mpaka 31st mwaka huu. Kwa hiyo ametoa preliminary results na siku ya leo alikuwa na unaita investors call kuanzia saa 8 mchana ambako Besimil ambao ni CEO wa hii kampuni alikuwa na present matokeo haya ambayo ni preliminary. Na Vodacom kama mnavyojua ni kampuni pekee ambayo iko listed kwenye soko la hisa ambayo iko sokoni tangu mwaka 2017. Kwa mwaka wake wa kwanza ikiwa PLC mliishia mwaka 2018 March. Kwa hiyo hii ni summary ya revenue composition kwa wastani kwa hiyo miaka 8 yote iliyopita. Kwa utaona jinsi gani ambavyo revenue zake zimesambaa, ambako kwa wastani kuanzia hiyo miaka yote M-Pesa revenue ndo sehemu kubwa. Kwa unaweza ukasema benki ndani ya Vodacom ndio inaleta revenue kubwa zaidi, ikifuatiwa na mobile data, wakati mobile voice revenue ndio inafuatia ya tatu. Alafu hapo kwenye others ndio ziko nyingine zote, kuna service revenue, kuna hizi za kuuza, kuna baadhi ya gadgets wanaziuza, kuna hata zile SMS zote ndo zinaingia kwenye others. Lakini main revenue drivers za Vodacom au makampuni mengi ya telcos ni mobile data, M-Pesa revenue na mobile voice revenue. Hii ni summary ya miaka 8 iliyopita, hii ndio revenue composition. Sasa tukiangalia mwaka mmoja, slide inayofuatia, hii ni revenue trend kwa hicho kipindi ambacho ukiangalia kwa taratibu hapo kuanzia 2018 utaona kwenye hiyo nyekundu ndio ilikuwa mobile voice revenue. Kwa 2018 mobile voice revenue ndio ilikuwa na sehemu kubwa ya revenue za hiyo kampuni, ikifuatiwa na by then mobile data revenue, alafu baadaye ikifuatiwa na M-Pesa revenue kwa mwaka 2018, alafu baadaye ikifuatiwa na mobile voice revenue. Ya kwanza ilikuwa voice, ya pili ilikuwa ni M-Pesa, ya tatu ilikuwa ni data. Hiyo nyingine free cash flow hiyo achana nayo. Sasa utaangalia over time imeevolve, tukafika mwaka 2025, hizi data za juzi, inayoongoza sasa ni M-Pesa revenue ndio namba 1, alafu inafuatiwa na data, alafu voice ni ya mwisho. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani ambavyo mobile voice revenue over time imeanza kushuka sana kwenye hii biashara, na kimsingi kutokana na hii kitu wanaita price war. Hapa ndo walikuwa wanashindana sana. Kumbuka market leaders walikuwa 3 wakati ameingia Halotel. Halotel naye akaanza kuwa price chini, kwa sababu wanasema kwenye hii biashara, licha ya kwamba kwa sasa hivi M-Pesa ni biashara kubwa, data ni biashara kubwa, lakini entry point ni voice. Kwa hiyo ukiweza kushusha bei ukaingia kwa voice, ndio unaenda sasa kuanza kujenerate biashara nyingine ya M-Pesa, ya data na nini. Kwa hiyo ndio imewafikisha hapo, ndio utaona composition jinsi ilivyo sasa hivi, kwamba relevance kubwa sana ya kwenye biashara sasa hivi imeenda zaidi kwenye M-Pesa, ikifuatiwa na data, alafu voice ni ya tatu. Hiyo ni revenue trend kwa miaka 8 iliyopita kwa kampuni ya Vodacom. Tukienda kwenye slide nyingine, Alex, kama una swali hapo, Ezekiel na Aurelia. Binafsi sina swali bado, hapa nakula shule muhimu hii. Sina swali bado. Sasa tuje kwenye profitability margins, ambazo utaona ile line ya juu kabisa, hiyo ni EBITDA margin au earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Ilianza 27% wakati naingia sokoni, ikaimprove mwaka 2020, lakini baadaye over time imekuwa ikishuka, lakini on average haikubadilika sana, iko around 30% on average kwa hii miaka 8 iliyopita. Hizo line mbili za hapo chini
Hiyo ya kijani ni net profit margin, wakati ya nyekundu ni operating margin, ambazo zimekuwa zikishuka over time. Nafikiri kile kipindi cha mviko ndio pressure imekuwa kubwa, zimeshuka na in fact net profit margin ilifika mahali fulani ikawa negative, lakini kwa hii miaka mitatu iliyopita tumeona ikiwa inaongezeka kidogo, inaongezeka, kuna improvement za profit margin. Kwa hiyo na hizo ndo margin ambazo zikiendelea kuimprove, kuna possibility Vodacom sasa wakaanza at least kulipa gawio. Ila sasa nilipoziweka hizi graph kwenye michoro, sometimes graphs huwa zinasaidia kufanya uchunguzi zaidi, nikashangaa kwa nini 2018 operating profit margin ilikuwa juu ya net profit margin. Aurelia, wewe ni mchumi lakini ushawahi kufanya kazi ya uhasibu, unahisi ni kitu gani hapo inawezekana kimesababisha hiyo? Nimesikia tu, nishawahi kufanya kazi ya uhasibu. Sijawahi. Naomba urudie swali lako tafadhali. Unaona hiyo line ya kijani, hiyo net profit margin inakuwaje? Mwaka 2018 net profit margin ilikuwa juu ya operating margin, kwa sababu kwenye income statement huwa tunapokuwa tunashuka kutoka kwenye gross profit tunakuja operating margin, tunakuja mwisho kabisa ndo tunapata net profit margin baada ya kutoa kodi. Sasa hapo kwa nini operating margin ilikuwa ndogo kuliko net profit margin? Bila kukusumbua kichwa chako Aurelia, najua leo ni Ijumaa, uwahi kunywa kahawa. Na nilikuwa nafikiria hapo, umesema kodi, nilikuwa nasema kodi. So kodi ni constant, ingekuwa hivyo hivyo throughout. Ila kilichotokea mwaka 2018 waliuza, kuna unit moja yao waliuza, investment yao moja waliuza, ambao kwenye ile income statement sasa kutoka kwenye operating margin ili kwenda kwenye net profit watu na minus zile finance charges na finance income na nini. Sasa ile investment yao walipoiuza, ile gain walio realize kwenye hiyo walipouza hiyo unit waliweka kwenye hiyo section ya hizo financing nani section. Kwa maana ile operating profit ilikuwa iko kiasi fulani juu, lakini chini yake ikaongezewa faida nyingine ambayo ni realized gain kwenye disinvestment walioifanya. Ndio maana ratios kazi zimekaa namna hiyo, lakini going forward ndio tunaona kama kuna improvement ambako going forward labda Vodacom anaweza kaingia kwenye comfortable profit territory ili waweze angalau kulipa gawio, kwa sababu kama unavyojua Ezekiel, nafikia maswali ushawahi kuyasikia kwenye sessions, watu wanauliza sana Vodacom kulikoni? Na leo Vodacom imelalamikiwa sana, yaani mpaka nikasema leo afadhali leo tujue ikoje. Ni kweli, na leo Besimire MD wa Vodacom wakati ana present performance report ile saa 8 anasema leo asubuhi alikuwa bungeni na wabunge wamemuuliza sana kuhusu Vodacom sana, yani wamembana kweli. Ndio hivi, hii performance kama ikiendelea hivi ndio ambao labda inaweza ikaleta matumaini kwa Vodacom, lakini na zile rules ambazo walikuwa wanazizungumzia Aurelia ndio zinaweza zikaleta activity sasa kwenye ile dirisha la Vodacom. Ila siwezi kuahidi neema, ila ukweli ni kwamba kwa ile closing price ya 770 inawezekana isiendelee kuwepo, au kuna kurudi chini kabla hali haijawa nzuri. Ni sawa sana unapokuwa unatibu jipu, unakuwa unasikia maumivu kidogo, lakini ukifika sehemu ya kulipasua maumivu yanakuwa makali zaidi, lakini ndio hiyo process ya kuja kupona. Kwa hiyo wawekezaji wa Vodacom hizo ndo price risk zilizoko sokoni. Wao wategemee maumivu kidogo, lakini baadaye mambo yatakuwa mazuri kama performance na yenyewe ikiendelea hivi. Sasa slide inayofuatia nafikiri namalizia hapo, ni kwenye capex and capex intensity. Nafikiri nakumbuka hii tuliongelea kwenye baadhi ya vipindi vilivyopita. Ina maana gani? Wakati tunaona kampuni inazidi kukuza revenues, ni lazima iwe inafanya reinvestment, lazima iwe na invest kwenye capital expenditure.
Ndo hicho kipimo ambacho nimekiona kwenye takwimu za Vodacom kwa miaka 8 iliyopita. Hiyo ndo ratio ambao walikuwa na invest kwenye capital expenditure, kwamba capex intensity unaipataje? Unachukua ile capital expenditure kwa mwaka una divide kwa revenue, unapata capex intensity in percentage. Kwa hiyo tunaona Vodacom na makampuni yote ya telcos in fact, kwa sababu ya kubadilika kutoka kwenye 3G kwenda kwenye 4G kwenda kwenye 5G, kunakuwa na heavy investments kwenye capital expenditure. Kwa hiyo tunaona hapo juu ni trend ya Vodacom ambayo on average amekuwa akiinvest double digit kwenye expansion. Kwa hiyo ile revenue yake ni kweli alikuwa anaisupport kwa reinvestment, kwa maana ya kutumia baadhi ya mapato yake kuwekeza kwenye capital expenditure. Na hiyo grafu ya chini kushoto, hii sasa ni kulinganisha kwenye industry kwa ujumla Sub-Saharan Africa, kwamba je, overall mobile revenue na capex to revenue ratio zikoje? Kwa hiyo hata Sub-Saharan Africa nzima 2023 kwenda 2024 mpaka 2025 unaona asilimia zinakaribiana. Sawa, Vodacom iko slightly below hizo, lakini unaona yuko in line with the industry ndani ya Sub-Saharan Africa kuwekeza kwenye capex kwa sababu ya kupanua mifumo. Na kampuni ambayo utaona haiwekezi kwenye capex ni kwamba inawezekana hizi revenue unazozienjoy sasa hivi baada ya miaka michache usizione. Kwa hiyo ndo summary ya performance ya Vodacom miaka 8 iliyopita in graphs, ambayo sasa nafikiri malizie slide ya mwisho kwa kuangalia baadhi ya metrics ambazo ni market metrics. Nafikiri tunachojua ni kwamba closing price ya Vodacom ni shilingi 750 na kwa hesabu za 2025 inakupa net asset value au NAV ya 409 per share. Sasa kwa kutumia closing price na hiyo net asset value ndio inakupa price to book ratio ya 1.9 na price to earning ratio ya 19.1 times. Sasa kwa hapa kabla sijaenda kwenye hizo ambazo nimezipaka rangi, price to earning ratio ya 19 kwenye soko letu la au kwenye emerging markets, na kwa hiyo PE ratio ya 19 iko on the high side. Kama nakumbuka tuliripoti Vodacom, NMB na CRDB iko 3.2, NMB alikuwa iko kwenye 4 point something. Kwa hiyo utaona ni umbali gani ambako hii 19 ipo based on hiyo closing price ya shilingi 770. Sasa hizo za price to ratio to book ratio upande wa pili ambazo nimeziweka hapo, hizo nimebase kwenye labda zile pre-arranged deals, nikiassume kwamba imetrade kwa 450. Kama hiyo 450 ndio ingekuwa closing price to book ratio ingekuwa 1.1, na wakati price to earning ratio ingekuwa 11 times, ambao iko on high side, lakini at least iko within the range ambayo ndio iko kwenye industry. Na sasa kwa sababu wametoa preliminary results, sikwenda mbele zaidi kufanya a deep evaluation kuweza kupata intrinsic value mpaka atakapotoa sasa zile audited results zao. Lakini kwa haraka haraka unaweza ukasema kwa preliminary results napata kama kuna asset based evaluation ya 409, you can assume kwamba labda itakiwa kutrade close to this price ambayo ni NAV. Ila sasa kwa bahati mbaya NAV tunavyoitumia kwenye banking sector, tunavyoitumia kwa Nico, tunavyoitumia kwa Afpraise ni tofauti na ambavyo unaweza ukaitumia kwenye ama kampuni kama haya Vodacom, TBL, TCC. Kwa sababu gani? Kwa sababu sehemu kubwa ya assets za haya makampuni unakuta ziko kwenye fixed assets, front end equipments ndio zimebeba mafiga makubwa, ambayo kwa mfano Vodacom upande wa assets zile properties and equipment ni almost 40% ya total assets. Sasa ukija kwa NMB plant and equipment ni less than 0.1% ya total assets. Kwa interpretation ya NAV hii ambayo nimepresent hapa, naomba tusiye tukaitafsiri kama tulivyokuwa tunazitafsiri za CRDB au za
NMB au hata za wakina Nico au Afriprice.